بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la kwanza kabisa tutakuwa na mfululizo wa kipindi cha mirathi, lakini inafahamika katika jamii mirathi ipo katika sehemu nyingi, lakini sehemu kubwa ambazo zinatambulika katika jamii ni mirathi ya kimila, mirathi ya kiserikali, mirathi ya Kiislamu. Mirathi ya kimila maana yake hawa wanajamii wanagawana mali yao baada ya kuwa imeshaachwa na marehemu kwa mila na desturi zao. Mirathi ya kiserikali maana yake kuna taratibu na sheria za serikali ambayo inasimamia mirathi. Ama mirathi katika sheria ya Kiislamu, hii inaambatana na kitabullahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ni mirathi ambayo inaambatana na kitabu chake Allah tabaraka wa taala na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa basi, mirathi yetu sisi hapa tutaongelea mirathi kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Ni kawaida mara kwa mara huwa tunaanza na kuitambulisha mirathi ilivyokuwa kabla ya kuingia sheria ya Uislamu. Baada ya hapo tutaielezea sasa mirathi kwa mujibu wa sheria ya Uislamu, na ili tuwe sambamba tutakuwa tuna mfululizo wa kipindi hichi kama atakavyojalia Allah tabaraka wa taala, kwa hatua baada ya nyingine. Tuanze na mirathi kabla ya Uislamu. Iqtadat hikmatullahi taala anna kulla man alayha fan wa anna hadhihi ad-dunya ma'barun la muqama fiha. Imelazimika hikima ya Allah tabaraka wa taala kwamba kila ambacho kinaishi duniani kitatoweka, kwa maana kitakufa. Hii ni sehemu katika surat Ar-Rahman, kullu man alaiha fan, aya ya 26. Wa anna hadhihi dunya, na kwamba hii dunia ma'barun, ni kama daraja au mapitio, la muqama fiha, hakuna ambaye atakayeweza kukaa katika hii dunia milele, bali watakaa watu kwa kiwango ambacho Allah tabaraka wa taala amewapangia, na kisha watafishwa na kwenda katika maeneo ambayo Allah tabaraka wa taala ametupangia baada ya kifo chetu. Wa anna mala al-insan yantaqilu bimautihi ila ghairihi, na kwamba mali ya mwanadamu sasa itahama bimautihi, baada ya yeye kufa kwake, ila ghairihi, na kwenda kwa mwingine.
lakin ila man yantakil, lakini hii mali inahamia kwenda kwa nani? Yani kutoka kwa huyo ambaye alikuwa akimiliki katika uhai wake inaenda kwa nani? Hapa sasa yakhtalifu nidhamu aljahiliya aljair an tashri'i alislam aladil. Hapa sasa inatofautiana nidhamu ya jahiliya aljahir. Jahiliya ni nidhamu ya watu wa zamani ambao walikuwa wanagawana mirathi kwa njia ya dhulmu. An tashri'i al-islam al-adil, inatofautiana na sheria ya Uislamu ambayo ni sheria ya uadilifu. Fa fi nidhami al-jahiliya, katika nidhamu ya jahiliya, kana yantakhilu malu al-yatim ila al-kabir min abnaihi, ilikuwa mali ya maiti inahama kutoka kwake yeye baada ya kifo chake, ila al-kabir min abnaihi, kwenda kwa mkubwa miongoni mwa watoto wake. Fa in lam yakun, na kama kutakuwa hakuna mtoto wa kiume mkubwa, fa ila akhihi, basi hiyo mali itakwenda kwa ndugu yake wa kiume, au ammihi, au itaenda kwa ammi yake. Fala yuwarithuna as-sighar wala al-inath, walikuwa hawarithishi watoto wadogo, sawa sawa wawe wakubwa wawe wadogo, hawawezi kurithisha watoto wadogo, sawa sawa hawa watoto wawe wa kiume wa kike. Bihujjatin, kwa hoja kwamba anna haulai la yahmuna dhimar, kwamba hawa watoto walikuwa hawana uwezo wa kuihami mali, walikuwa hawana uwezo wa kuhami familia. Wala yuqatiluna, walikuwa pia hawana uwezo wa kupambana na kuweza kuipata hiyo mali. Wala yahuzuna almaghanim, lakini pia walikuwa hawawezi kumiliki ngawira. Kwa hiyo kwa hoja kama hizi, hawa watoto sawasawa wa kiume au wa kike walikuwa hawapewi mali yoyote. Na kadhalika wanawake kwa ujumla wao walikuwa hawapati mali, kwa hoja kwamba mwanamke anaweza akaolewa, kwa hiyo kama atapewa mali, maana yake akiolewa hii mali ataenda kuitumia yeye na mume wake. Kwa hiyo ikawa katika mirathi ya jahiliya, jahiliya hii ni jahiliya, iwezekani kani jahiliya alqadima, ni jahiliya ya zamani kabla ya kuteremka sheria ya Uislamu, au aljahiliya almuasira, au jahiliya katika wakati wetu tulionao. Yuwadhihu dhalika, imekuja wazi katika hilo ma rawahu ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kila ambacho amekipokea sahabiyul jalili huyu Abdullah ibn Abbas, radhi za Allah ziwe juu yake yeye na baba yake. Amepokea maelezo ambayo yanaonyesha namna gani kabla ya kuteremka sheria ya Uislamu watu walivyokuwa wanarithishana. Akasema, lamma nazalat alfaraidhu allati farada Allahu fiha ma farada lilwaladi aldhakari waluntha walabawaini karihaha an-nasu au ba'dhuhum, kwamba pindi ilipoteremka sheria ya mirathi, sheria ambayo Allah amefaradhisha katika sheria hiyo kwa watoto wa kiume na watoto wa kike, wal abawaini, lakini kadhalika kwa wazazi wawili, karihaha nasu, watu wengi walikereheka na sheria hiyo, au baadhuhum, au baadhi yao walikereheka na sheria hiyo. Waqalu, wakasema, tu'ta almar'atu ar-rub'u wa thumun, anapewa mwanamke anapewa fungu la robo 1/4,
wa thumun, au anapewa fungu la thumuni 1/8, wa tu'ta al-ibna, na anapewa mtoto wa kike an-nisfu, nusu ya mali nzima, wa yu'ta al-ghulamu as-saghir, lakini pia anapewa huyu mtoto mdogo. Yani wanashangaa vipi huyu mwanamke apewe robo ya mali nzima, vipi huyu mwanamke apewe thumuni ya mali nzima, na vipi huyu mtoto wa kike apewe nusu ya mali nzima. Walaysa min haulai, na hakuna katika hawa ahadun, yoyote, yuqatil alqaum. Walaysa min haulai ahadun, hakuna katika hawa wote tuliowataja hapa, yuqatilu alqaum, anapigana na watu, wala yahuzu alghanima, lakini pia anamiliki ngawira. Wakasema kuambizana, uskutu, nyamazeni nyinyi, an hadha alhadithi, kwenye haya mazungumzo, la'alla rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huenda mtume sallallahu alaihi wasallam yansahu, wakasahau, huenda mtume akasahau, au naqulu lahu fayughayyirahu, au tukasema akabadilisha. Faqala ba'dhuhum, wakasema baadhi yao, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, anu'ti al-jariyah nisfu ma taraka abuha, tumpe mtoto wa kike nusu ya mali ambayo ameiacha baba yake. Tumpe mtoto wa kike ambaye huyo mtoto ameachiwa mali, tumpe mali nusu nzima alichoachiwa na baba yake. Walaysat tarkabul farsa, na wala yeye hapandi farasi kwa maana kwenda kupigana. Wala tuqatilu alqaum, wala haingii kwenye mapambano kupigana. Wa nu'ti as-sabiy al-mirath, na tunampa mtoto mdogo mirathi. Walaysa yughni shay'a, na yeye huyu mtoto hatoshelezi kwa lolote lile. Wakanu yafaluna dhalika fil jahiliya, walikuwa wanafanya hivyo watu katika zama zao hizo za ujinga. Wala yu'tuna almiratha illa man qatala, walikuwa hawampi mirathi isipokuwa yule ambaye mwenye uwezo wa kupigana na kupambana na majeshi mbalimbali ili ipatikane hiyo mali. Wayu'tunahu al-akbar fal-akbar, na walikuwa wanampa kumpa mtu mkubwa, kama sio mkubwa tatafuta mkubwa mwingine. Hii ndio ilikuwa ni mirathi katika zama za jahiliya au zama za zamani. Nimesema hapo nyuma, jahiliya hii inawezekana jahiliya ambayo ilikuwa kabla ya kuteremka sheria ya Uislamu, au jahiliya ambayo ilikuwa ni jahiliya almuasira, jahiliya ambayo tunayoishi nayo mpaka hivi sasa, ambayo pia ni sheria ya Uislamu ipo, lakini wako watu ambao wanaweza kuwa wanarithishana katika njia kama hizo.